Niko Arusha kwa ziara ya siku 2. Niliingia jana, leo na kesho namalizia Longido. Nimefanya mambo kadhaa nikiwa Arusha. Lakini kabla sikushuka kusema mambo ambayo nimekuja kufanya, kwanza nitumie fursa hii kuwapa pole sana wana Arusha, pole pamoja nami kwa kumpoteza kijana wetu William Ole Nasha. Alikuwa ni naibu waziri mahiri. Tumekaa naye muda wote, amefanya kazi zake vizuri, lakini Mungu amempenda zaidi, nasi hatuna la kufanya bali kupokea kudra na matakwa ya Mungu. Na tunamshukuru Mungu kwa kutupa Ole Nasha kipindi alichotupa na tukaweza kumtumia kipindi tulichoweza kumtumia. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niseme nimekuja Arusha kwa madhumuni mawili. La kwanza ni kutoa shukrani. Lakini la pili ni kutembelea miradi na kusikiliza changamoto za wananchi. Nianze na lile la shukrani. Ndugu zangu wa Arusha, nawashukuru sana. Na washukuru Arusha nayo ifahamu, leo hii nisingekuwa na umma huu uko hapa. Na hata kama ungekuwepo, ungekuwa kuna vifijo vingi sana kule na vidole viwili viko juu hivi. Lakini leo, Arusha ya leo iko vizuri, tumetulia kama wana Arusha, kama wa Tanzania. Tunachozungumza hapa ni maendeleo ya nchi yetu kama taifa na si mgawanyo ule ambao ulikuweko wakati ule. Nawashukuru sana wana Arusha. Nawashukuru zaidi kwa kazi nzuri mlioifanya mwezi wa 10 mwaka jana. Mmeirudisha CCM kutoka likizo hapa Arusha. Imerudi kazini, lakini hatudai staili zetu za wakati mlipotupeleka likizo. Badili yake tumekuja na nguvu ya kuleta maendeleo ndani ya Arusha. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kazi kubwa mlioifanya wakati ule na kutupa fursa ya kuitumikia Arusha, kuwatumikia watu wa Arusha. Asanteni sana. Ndugu zangu, la pili nilisema nimekuja kuangalia maendeleo ya Arusha. Na leo hii nimetembelea miradi miwili mikubwa, mmoja wa maji kule Chekereni, lakini wa pili wa hospitali ya jiji la Arusha, ambao mawaziri wangu wameshatolea maelezo kuhusu maendeleo ya miradi hiyo. Na nataka niwaambie, hospitali ya jiji itakamilika na maji ya Arusha yatapatikana kwa 100%. Kesho nitakuwa Longido na kwenyewe na kwenda kuzindua mradi wa maji. Kwa wale mnaojua, Longido ilikuwa ni kavu, lakini serikali yetu awamu ya 5 tulianza na jitihada za kupeleka maji Longido. Mradi umekamilika na sasa Longido wanakunywa maji safi na maji salama. Kwa hiyo kesho na kwenda kuzindua pamoja na kazi nyingine ndogo ndogo nitakazofanya kule. Baada ya kusema hayo, sasa nielekee kwenye mambo mahsusi ya Arusha, yale ambayo yalisemwa kama changamoto ambazo nazijua na zile ambazo wabunge wamezisema hapa. Swala la maji kama changamoto, ndugu zangu, limemalizika. Ikifika Disemba, maji yanaanza kuingizwa kwenye pale point namba 5 na maji yanaanza kusambazwa. Lakini mwezi wa 6 mwakani, Arusha inakoga maji bila kiwango. Kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini la pili ni swala la utalii ndani ya Arusha. Ni kweli kwamba maradhi haya yameleta kudorora kwa utalii, na utalii ikiwa ndio kazi yetu kubwa hapa Arusha. Tulilolifanya ni kwamba, kama mlivyosikia, tumepata mkopo nafuu ambao kazi yake ni kutunyanyua kutokana na athari
zilizotupata kwenye uviko 19. Moja katika eneo lililoathirika ni eneo la utalii. Na katika mgao ule tumetenga shilingi bilioni 90.2 zishughulike kwenye maeneo mbalimbali yanayohusu utalii ili utalii wetu uende vizuri. Lakini kwenye kutenga huko, pamoja na jitihada hizo za kutenga hiyo hela, bado kama mlivyosema, wakati dunia imekumbwa na maradhi haya ya uviko 19, nchi zote zilifunga mipaka, hakuna kutembea, hakuna chochote. Wenzetu huko walifungiana ndani, badala yake wakafunguana. Sisi hatukufungiana. Lakini baada ya kufunguana, bado maradhi yaliendelea kuwatesa. Sasa hivi baada ya kupatikana chanjo, dunia yote imepata kupumua kidogo na maradhi haya. Na sasa kwa sababu tumechanja na duniani huko watu wamechanja, tayari mipaka ya kutembeleana imefunguliwa. Tunatarajia Tanzania tutapata watalii wengi, kwa sababu wenzetu wa Ulaya na Marekani baada ya kufunguliwa watataka kwenda maeneo yenye hewa safi ili wakapumzike, wavute hewa Mungu aliyotujalia, na kwa bahati nzuri hewa yetu ni safi, kwa tunategemea wengi sana watakuja Tanzania. Na ndio maana tukatayarisha ile filamu ya Royal Tour, waone vivutio tulivyo navyo, waone hali yetu, waone amani yetu, na waje kwetu kwa wingi ili tuingize fedha. Lakini jingine tulilolifanya ni hili la chanjo. Kama mnavyojua, Tanzania tulikuwa kwenye orodha ya nchi ambazo hazitembeleki wala hatujadiliwi huko ulimwenguni kwa sababu ya uviko 19. Lakini juzi mmesikia, baada ya jitihada tulizozichukua, tumetolewa kwenye orodha ile, na Tanzania sasa iko safi na wameshapeana ruhusa ya kuja kututembelea. Tunachofanya nyingine ni jitihada ya kufanya watu wetu wote ambao wako kwenye huduma za kitalii na wenyewe wachanje, ili kujenga imani kwa wageni wanaokuja kwamba watu wetu wanaowahudumia pia wamechanja. Na ndio maana tunaendelea kuchanja kwenye mzigo wa kwanza tuliopokea wa chanjo, ambao kwa sasa hivi tumefikia 88% kwa mzigo wa kwanza. Lakini juzi mmesikia tumepokea mzigo wa pili wa chanjo 1,000,000 na nyingine za ziada, lakini pia tunategemea mzigo wa 3. Kwa hiyo kwa masuala ya chanjo na wafanyakazi wetu kwenye sekta mbalimbali itakuwa hakuna tatizo, na ndio maana tumetolewa kwenye ile orodha ya nchi ambazo hazitembeleki. Swala jingine tunalojitayarisha nalo ni ujenzi wa mahoteli ya nyota 5. Tumepokea wawekezaji kadhaa ambao wako tayari kujenga mahoteli mazuri, mahoteli ambayo wenzetu watajisikia raha kuyafikia, na tuko njiani kutoa hivyo vibali ili mahoteli haya yajengwe na wageni watakapomiminika kwetu wakute tuko tayari kuwapokea. Ndugu zangu, masuala mengine au ushahidi ambao unaonesha kwamba utalii wetu sasa unafunguka ni juzi tu tumepokea ndege hapa kubwa kutoka nje ambayo imeshusha watalii kama 200 hivi. Wameshushwa Kilimanjaro, wengine wamekwenda Zanzibar. Lakini tarehe 19 kesho kutwa tunategemea kupata ndege safari ya kwanza kutoka Ufaransa moja kwa moja Tanzania, na hii ndege itakwenda moja kwa moja Zanzibar alafu itarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo tunafunguka na utalii na wenyewe unafunguka. Kwa hiyo kwa upande wa utalii, hatua ni hizo tunazochukua. Tutajitahidi kutumia bilioni 90.2. Sisi serikali na upande wa private sector au sekta binafsi tuweke mambo yetu sawa, utalii wetu uende vizuri. Lakini la tatu, kumezungumzwa swala la utaratibu wa kufufua viwanda ambavyo vimekufa hapa Arusha, na kwamba viwanda vile ni ajira kwa watu wetu. Ni kweli, nakubaliana nalo. Nataka niwaambie serikali iko kwenye mpango sasa wa kuviangalia viwanda vile. Ni ukweli kwamba viwanda vile hata vikifufuliwa leo haviwezi kufanya kazi ile ambayo ilikuwa ikifanyika wakati ule. Lengo letu
katika maeneo yale viwanda vilivyokufa ni kuweka makongano ya viwanda. Sio kiwanda kimoja, ni kongano za viwanda. Kwa pale General Tyre tunamaliziana na wawekezaji waje watuwekee kongano za viwanda. Si chini ya viwanda 20 vitakuweko pale, pamoja na cha kuzalisha mipira. Imani yetu itatuletea ajira kwa vijana wetu. Lakini sio General Tyre peke yake, hata maeneo mengine utakayoyaona yanafaa, tutaleta kongano za viwanda ili tuweze kukuza ajira kwa vijana wetu, lakini pia kukuza uchumi wa taifa letu. Swala jingine lililozungumzwa hapa ni swala la madini, Tanzanite. Ndugu zangu, Tanzanite ni mali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia Tanzania peke yetu. Tanzanite kwa muda mrefu ilikuwa inachimbwa na kuuzwa kila pahali. Watu wengi walikuwa hawajui kwamba Tanzanite inatoka Tanzania. Walikuwa wanajua inapatikana India, inapatikana kwa jirani zetu, inapatikana Singapore, inapatikana kila pahali. Hata ukienda China unakuta kuna Tanzanite. Tunachofanya ni kuirudishia hadhi mali hii aliyotujalia Mwenyezi Mungu. Hii mali mpaka sasa hivi iko pale Mererani peke yake. Na sio mali kwamba haishi, inakwenda inachimbwa na inakwisha. Tukiachia itoke jinsi ilivyokuwa ikitoka, hii mali itakwisha bila kuona faida yake. Tunachokufanya ni kucontrol, kudhibiti utoaji ile mali na kuipandisha thamani. Tulivyokuwa tunaitoa ovyo, kila mtu aliuza bei yake huko nje bila serikali kufaidika sana. Lakini sasa hivi tunadhibiti, tunaitoa kwa viwango, tunaangalia mahitaji ya ulimwengu, inatoka kwa viwango, na bei ya Tanzanite si muda mrefu inakwenda kupanda, kwa sababu tunatengeneza uchache katika kupeleka duniani. Inapokuwa chache, na Tanzanite ni nini? Ni madini ambayo ni mapambo ya thamani. Kwa hiyo unapopeleka kwa uchache duniani, thamani yake inapanda na nchi inafaidika. Toka tumeanza hivi, tunahesabu kamili Tanzanite imechangia kiasi gani, na ni mapato makubwa ukilinganisha na kule nyuma tulivyokuwa tukiachia mali yetu iende mikono yote. Kwa ndugu zangu, hatua nyingine za kuleta uchumi kwenye nchi, kurekebisha uchumi kwenye nchi, zinauma kidogo. Naomba tustahamili maumivu, lakini tuende kwenye njia sahihi katika kulinda mali zetu. Swala jingine ni upungufu wa madarasa, ambalo kwa Arusha sasa sio upungufu. Mpango ule umekwenda kuondosha tatizo la madarasa Arusha. Lakini si hivyo tu, isingekuwa ule mpango ambao tumeuzindua au fedha hizi tulizoleta, leo wananchi ingekuwa tayari mnafukuzana na wakurugenzi wa halmashauri na watu wengine kuleta mchango wa madarasa kwa watoto wetu ambao Januari wanataka kuingia huko. Lakini michango ile kipindi hiki haipo. Na haipo kwa sababu kuna fedha tumezikopa kwa bei nafuu. Lakini nataka niseme tena, hii fedha tumekopa kwa masharti nafuu. Kwa hiyo kama leo umekosa kuchangishwa, tunategemea utafanya kazi, ulipe tozo, ulipe kodi, ulipe ushuru, ili tukusanye tupate kurudisha. Kwa maneno mengine, tunajenga madarasa haya kwa nguvu yetu, lakini tumemwambia mtu tukopeshe, tutakurudishia baadaye, lakini tunazozirudisha tumezichuma wenyewe. Kwa tunajenga madarasa kwa nguvu yetu, lakini tumepata mtu ametukopesha ili tujenge haraka, baadaye turudishe. Na sio madarasa peke yake, kote fedha itakako kwenda, mpango ni huo. Kwa ndugu zangu, tutaendelea. Kakaangu Laibwanani hapa amesema ugope kukopa kama mikopo yenyewe ndiyo hii. Na mimi nataka niwaahidi wa Tanzania, nitaangalia mikopo yenye unafuu kwa nchi yetu, inayoleta faida kwa nchi yetu, hiyo nitaichukua. Mikopo chechefu sitaichukua. Lakini ile ambayo inaleta nafuu kwa nchi yetu, inatusogeza wa Tanzania, inaleta maendeleo, hiyo sitaogopa, nitaichukua. Ndugu zangu,
Kuna swala zima hapa la kufungua mkoa wa Arusha kibiashara baada ya uviko 19. Moja la utalii nimeshalisema, lakini jengine kakangu Laibwanani amelisema vizuri kwamba ziara nilizokuwa nikifanya kwenye nchi jirani, madhumuni ilikuwa ni kuondosha, kama kulikuwa kuna vikwazo, ni kuondosha vikwazo vilivyokuwepo, ni kunyoosha njia ili wafanya biashara wetu waweze kuuza ndani, waweze kuuza nje. Tumeondosha vikwazo na nchi ya Kenya, naambiwa biashara imekuwa zaidi mara 6 kuliko ilivyokuwa wakati wa vikwazo. Kwa hiyo tukizunguka hivi, msiseme mama anazunguka tu. Sitazunguka bila sababu. Nilishacheza vya kutosha kwenye nchi nyingi duniani. Sasa hivi kazi ni moja tu, kuzunguka kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Ndugu zangu, kuna kilio kikubwa cha barabara Arusha. Nami nataka nikubaliane nanyi, pamoja na kazi tunayoifanya ya kujenga barabara, lakini bado Arusha masuala ya barabara bado. Kuna maeneo mengi kuna barabara hazipitiki. Kila niliposimama kilio ni barabara. Nataka niwaambie kwamba tutakaa na uongozi wa mkoa, tuangalie barabara zote za Arusha, tuone kipaumbele ni zipi, tuanze na hizo. Lakini kuna barabara za aina mbili, zile zitakazojengwa na TANROADS, lakini pia zile zitakazojengwa na TARURA. Tumeongeza kiasi kikubwa fedha kwa TARURA ili waweze kujenga kwa kiwango cha changarawe, barabara ipitike misimu yote wakati wote, na tuweze kutoa mazao ndani aliko na yaje sokoni. Kwa hiyo tutaangalia ni barabara zipi muhimu ndizo tutaanza nazo, lakini kazi ya kujenga mabarabara tulianza huko nyuma, kazi iendelee, tunaendelea na kujenga mabarabara. Lakini ndugu zangu, Arusha mlichelewa kwa sababu mlijichelewesha. Sasa Waswahili wanasema imani huzaa imani. Mmeonesha imani yenu, nasi tunarudisha imani kwenu. Kwa hiyo mabarabara ya Arusha tutakaa tuangalie wapi tuanze, na barabara zote zitakwenda kujengwa. Zile za lami zitapata lami, lakini za changarawe zitapata changarawe. Lengo letu ni kutoka kwanza kwenye mavumbi halafu tuendelee. Lakini kipaumbele chetu haswa ni kuziunganisha wilaya na wilaya kwa barabara zinazopitika muda wote, pamoja na barabara zinazoleta mazao sokoni. Swala jingine ni lile la nadhani changamoto hizi nimezimaliza, nijielekeze sasa kwenye maombi yaliyoombwa na waheshimiwa wabunge hapa. Lakini kabla ya ombi, nina jambo la kuzungumza hapa, hasa kwa Karatu. Karatu kuna hospitali ya wilaya ambayo imeanza kujengwa toka 2019. Fedha yote imetolewa, iko pale, hospitali haijeshi. Ni muombe mkurugenzi wa halmashauri ya Karatu, yuko hapa? Ndio wewe? Naomba, nakupa muda mchache sana, nakupa miezi hii 3, kwa sababu fedha yote unayo. Sioni kwa nini hospitali haijesha. Ina mwaka wa 2 sasa. Kinachoendelea pale ni uzembe au mnavutana. Nakupa miezi 3. Nikija Karatu nikute hiyo hospitali imemalizika, nije nifungue na wananchi wapate huduma. Maombi mengine alikuwa ni migogoro kati ya hifadhi ya Ngorongoro na pale Longido na wananchi. Ndugu zangu wananchi, ni waombe muwe wavumilivu wakati serikali tunaangalia kwa undani migogoro hii. Hifadhi tunazitaka, maisha ya wananchi tunayataka. Tunataka wananchi wafanye kazi zao, lakini na hifadhi ni muhimu kwetu. Kwa tunakwenda kuangalia. Huko nyuma tulikuwa na migogoro mingi sana. Vijiji vingi sana vimeingia kwenye hifadhi, lakini tukaangalia migogoro ile kwa undani. Na juzi mmemsikia waziri wa ardhi. Vijiji 100 na tumeacha vibaki vilipo, kwa sababu kama tunavihamisha hatuna kwa kuvipeleka. Lakini nimshukuru sana sana kakangu Laibwanani Kisongo.
Nikushukuru sana kwamba umetuambia mkikaa na sisi mgogoro utatatuka. Nataka nikuahidi, namleta mkuu wa mkoa aje kukaa na Malaigwanani. Yakimshinda nitaingia mwenyewe. Nitakuja kukaa nanyi. Nitakuja kukaa nanyi na tuone tunatokaje pale tulipo. Kwa sababu ni kweli kama ulivyosema, Ngorongoro ni muhimu. Tunapozungumza Arusha na utalii, Ngorongoro ni muhimu sana. Hatuwezi kuenda na matakwa ya watu na tukaua Ngorongoro. Haiwezekani. Ngorongoro lazima ibaki na watu waendelee kuishi. Lakini maisha ya ndani ya hifadhi peke yake? Hapana. Hata nje kuna maeneo tunaweza kutoa watu wakenda wakakaa. Kwa hiyo naomba Malaigwanani, tutakuja kuwasikiliza, mtusaidie ili tuondoshe migogoro hii. Swala jingine lilozungumzwa hapa ni swala la machinga kuhamishwa kwao na maeneo ambayo yameombwa watu waende. Ndugu zangu, miji yetu hii ina sura zake. Machinga ni vijana wetu. Tunataka wajiajiri kwa sababu ajira za kuwapa hatuna. Ile ni ajira yao na sisi tunaheshimu sana. Na ndio maana tumetoa vitambulisho, tunafanya hivi, tunafanya na vile. Lakini hatuwezi pia kuacha sura za miji yetu, hasa majiji, zikaharibika. Kwa sababu kila pahali kuna vibanda vya watu hao. Sura za majiji yetu zinaharibika. Na washukuru Dar es Salaam, uongozi wa machinga wameelewa, wameongea na wenzao na sasa wanahama wenyewe. Maeneo mengi yako vizuri na washukuru sana, nami nitawaangalia. Nataka na Arusha mfanye hivyo. Mkuu wa mkoa, zungumza na wadau, mkubaliane na muondoke mwende maeneo yale ambayo wataridhika nayo kwenda. Hapa kuna ombi la mbunge, maeneo ya Soweto na Kaloleni na Kilombero, na kwenda kuangalia ni maeneo ya nani. Kama ni maeneo ya serikali tutayatoa. Tuweke miundombinu mizuri ili mhame kwenye njia, mwende huko mkahamie. Tutayatoa. Ajira ya kilimo cha maua na mboga mboga. Hawa watu wameondoka, lakini tutaangalia nini cha kufanya na yale mashamba ili yale mashamba yatumike vizuri, vijana wetu waendelee kupata ajira. Ndugu zangu, kuna malalamiko ya TASAF wanaopata sio walengwa, tutakwenda kuliangalia. Bureau de Change tumeangalia tatizo lenu. Serikali, Wizara ya Fedha yanayafanyia kazi. Nadhani tutamaliziana kwa kutoa leseni mpya. Tutaangalia vigezo na kutoa leseni mpya, lakini hizo biashara tutasema ziendelee kwa masharti ambayo tutawekeana. Kwa watu wa Bureau de Change, tatizo lenu tayari tunalifanyia kazi. Na washukuru. Haya, kuna swala jingine hapa la zile levy au ushuru unaotolewa. Nimeambiwa ni land based levy ambayo imesitishwa kwa miezi kadhaa. Na libeba tutakwenda kuangalia na watoaji waliotoza hizo levy, tuone lina shida gani. Hifadhi maeneo ya jeshi na lenyewe na libeba tutakwenda kuliangalia. Swala la stendi ya Arusha. Swala la stendi ya Arusha ni juu ya halmashauri. Watuletee na michoro na kila kitu. Kazi yetu serikali ni kupitisha fedha kupitia TAMISEMI na stendi zinakwenda kujengwa. Kuna mradi tunauandaa wa kuomba fedha hizi za stendi. Kwa hiyo tutakapozipata, tunania maeneo mengi ya miji na majiji kuwe na stendi za kisasa kama tulivyoanza awamu ya 5. Kazi inaendelea, tunakwenda pia awamu ya 6. Hospitali ya Mount Meru, mawaziri wako hapa wamesikia. Tutakwenda kuangalia changamoto zilizopo na tuzifanyie kazi. Kituo cha afya Mkono na chenyewe tutakwenda kukiangalia. Kama kina tatizo, fedha ipo ya kutosha, tunakwenda kumalizia. Swala la machinga nilishaongea, lakini kuna
barabara nilishaongea, wilaya ya Rumeru kukatwa kuwa wilaya. Tunatambua changamoto mlionayo, na sio wilaya ya Rumeru peke yake. Ukienda kule Rukwa kuna wilaya nadhani ya Mlele na yenyewe iko na mzunguko kama ilivyo wilaya ya Rumeru. Lakini ukienda Tabora kuna Uyui iko hivyo hivyo. Kwa kuna wilaya nyingi ziko hivyo. Lakini kutokana na kudorora kwa uchumi kuliko sababishwa na maradhi haya, kwa sasa hivi hatuwezi kukata maeneo mengine ya utawala. Bado tunasubiri uchumi ukue. Tulikuwa tunakuwa kwa 7%. Maradhi haya yameturudisha mpaka 4.6.7. Sasa hivi tumejitahidi, tunatarajia labda mwaka huu tunakwenda kukua kwa 5%. Kwa hiyo mpaka turudi kwenye kile kiwango cha ukuaji mzuri wa uchumi, ndipo tunaweza kubeba gharama nyingine za utawala. Kwa sasa hivi niwaombe sana ndugu zangu wananchi wa maeneo yote ambao mnataka kukatwa wilaya au halmashauri mpya, tuvumilie tulivyo. Tupeni muda tujenge uchumi wetu, halafu tutakwenda kubeba gharama nyingine. Lakini kwa sasa hivi hali iko hivyo, na naomba mridhike na hilo, mtupe muda tuyafanyie kazi. Nadhani changamoto nyingi nilishazizungumza. Kuna hili la vitunguu, nadhani liko katika mikono ya serikali za huku, mikoa na wilaya. Naomba walitazame vizuri, litakaposhinda ndipo litapandishwa kwetu, lakini nadhani linawezekana kwenye ngazi za serikali za mkoa na wilaya. Sasa nimalizie ndugu zangu kwa kutoa pongezi nyingi kwa kazi niliyoifanya leo ya kutoa fedha kwa vikundi vya wanawake, vijana na walemavu bilioni 1.3. Na hii nimeambiwa ni robo moja ya mwaka. Ina maana fedha nyingine zaidi zitakwenda kutoka kwa vijana, walemavu na wanawake. Kabla kutoa fedha zile nilipita kwenye mabanda ya maonyesho, nikaona kazi nzuri inayofanywa na watu hao. Nimemkuta mlemavu na kiti chake na mashine zake, yeye kazi yake mambo ya PA na kupigisha muziki, anatengeneza maisha yanakwenda. Nimekuta vijana wana programu nzuri, kina mama wana viwanda vya kuzalisha vitu vizuri. Hili ndilo nililokuwa nasema. Fedha hii zamani madiwani walikuwa wanaitumia kama fedha yao ya kisiasa kujijenga kwa wananchi. Lakini sasa hapa Arusha inatumika vyema kuleta maendeleo, kuleta ajira kwa makundi tulioyasema. Sishangai kwa sababu miaka kama 4 nyuma nilikwenda Tabora, maeneo ya Urambo kule na Kaliua. Nikamkuta ndugu yangu Pima yuko pale, na akanionyesha vikundi vinafanya kazi kama kazi aliyoifanya Arusha. Pima, hongera sana. Tunataka wakurugenzi wote wafanye hivyo. Toa kwa vikundi vichache lakini fedha nyingi ambayo itawafanya watu wawe na mradi mkubwa, wajiajiri na waajiri wenzao. Hili ndilo tunalolitaka. Kwa hiyo nawapongeza sana Arusha kwa mpangilio huu ambao mmeuweka. Ni imani yangu kwamba kule ulikotoka pia utawasisitiza waendelee na mpango ule uliouacha. Ndugu zangu, vijana mama yenu halali, kwa sababu 65% ya watu nilionao Tanzania ni nyinyi vijana. Na ninajua wengi wenu hamna ajira. Mmemaliza shule, hamna ajira. Mama yenu silali naangalia wapi nitanasa fedha za kuwatengenezea ajira vijana wangu. Kwa bahati nzuri tayari nimepata mdau
tutakayefanya naye kazi kutengeneza chuo kikubwa sana cha TEHAMA, ambapo vijana tutawafunza kuwa wabunifu kupitia TEHAMA na muweze kujiajiri wenyewe. Hilo ni moja. Lakini la pili, mama yenu unahangaika kutafuta fedha nitakayoweza kujenga maeneo ambayo yatakuwa na huduma zote, ambayo vijana mtaweza kukaa na kufanya kazi zenu. Nahangaika kutafuta hiyo fedha, na Mungu inshallah nisaidie nizipate ili nitimize hiyo ndoto yangu. Nafanya hivi nikijua vijana ndiyo injini ya maendeleo na ndiyo uhai wa taifa. Lakini pamoja na hayo, vijana wangu, kwa wale wasomi, kila mwaka tunaongeza fedha za elimu ya juu ili vijana wetu wale wote wanaotoka na sifa waende elimu ya juu. Lakini si hayo, tunaongeza idadi ya vyuo vya VETA ndani ya Tanzania ili vijana wetu wakasome, wakitoka wakute maeneo tumeyajenga, waweze kukaa na kujiajiri. Kwa vijana mjue kwamba mama yenu halali. Mimi na wasaidizi wangu Kinaumi na kina Aweso hapa tunahangaika tuwafanyie kitu gani ili mfanye kazi zenu, mtulie, muweze kupata mikate yenu ya kila siku. Kwa vijana mjue kwamba mama yuko na nyinyi. Vijana oye! Arusha oye! Mwisho kabisa nimalizie kwa kuwashukuru sana sana sana. Nimesema toka jana nimeingia, mapokezi ni mazuri. Ukarimu ni mkubwa sana. Nimepokea zawadi kila nilipokanyaga. Nawashukuru sana kwa zawadi mlizonipa. Sana sana sana. Nafikiria nitawarudishia nini, lakini Mungu ataniwezesha nipate cha kuwarudishia. Ndugu zangu, nawashukuru sana wana Arusha, lakini nashukuru zaidi kwa zawadi ya mwanangu yule aliyepanda hapa. Ali nani? Ali Bananga. Yuko wapi? Hebu asimame. Yuko wapi? Nashukuru sana kwa zawadi hii leo niliyopata Arusha. Niwaahidi wana Arusha nitamtumia. Yale yote aliyokuwa akiyapigia kelele akiwa kule, namrudishia yafanyie kazi sasa. Kwa hiyo nashukuru sana. Karibu tujenge taifa kwa pamoja. Asante sana. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo ni washukuru sana sana sana, na nimuombe Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki wana Arusha, aibariki nchi yetu, lakini alibariki taifa letu pia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.